Hujambo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News, na natumaini kwamba uko salama salamini popote ulipo unapoendelea kutega sikio au kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube. Basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia channel yetu hii ya YouTube, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari endelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Na katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya leo tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2026, tutaongelea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan vita vinavyoendelea kati ya wanajeshi wa Kongo wanaungwa mkono na wazalendo, yani wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama wazalendo, wakipambana makundi ya waasi wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo ili upate kufahamu mengi yanayoendelea nchini DRC, na vile vile tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari zetu za asubuhi. Karibu. Hii ni taarifa ya habari kutoka eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano makali yanaendelea kuripotiwa katika maeneo ya Masisi karibu na mji wa madini wa Rubaya. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka eneo la mapigano, waasi wa M23 wanaoshirikiana na jeshi la Rwanda wanadaiwa kufanikiwa kuwafurusha wapiganaji wa wazalendo kutoka katika baadhi ya vijiji kadhaa muhimu ikiwemo Kasenyi, Kanyaru pamoja na Runigi baada ya kuanzisha mashambulizi makubwa ya kijeshi katika maeneo hayo. Kijiji cha Kasenyi kinatajwa kuwa kiko umbali wa takriban kilomita 20, yani 27 kutoka mji wa Rubaya, eneo ambalo lina umuhimu mkubwa kutokana na shughuli za uchimbaji wa madini ya coltan na madini mengine yanayotumiwa katika sekta ya kiteknolojia duniani. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa baada ya siku kadhaa za mashambulizi ya wazalendo kuelekea Rubaya, waasi wa AFC M23 pamoja na vikosi vya Rwanda walijibu kwa operation kubwa ya kijeshi iliyohusisha matumizi ya silaha nzito pamoja na mizinga na ndege zisizo na rubani maarufu kama drones za kivita. Taarifa hizo zinaeleza kuwa vikosi maalum vya jeshi la Rwanda pamoja na wapiganaji wa M23 walitumika katika operation hiyo kwa lengo la kuvunja ngome za wazalendo waliokuwa wakijaribu kusonga na kuelekea katika eneo la Rubaya. Katika mashambulizi hayo, milio mikubwa ya silaha nzito ilisikika katika maeneo kadhaa ya Masisi, huku wananchi wengi wakikimbia makazi yao kutokana na hofu ya mapigano. Baadhi ya wakazi wa vijiji vilivyoathirika wanaeleza kuwa hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya, huku familia nyingi zikikosa mahali salama pa kujificha. Shughuli za biashara, kilimo pamoja na usafiri zimeathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na mapigano hayo yanayoendelea. Rubaya inaendelea kutajwa kuwa moja maeneo yenye umuhimu mkubwa katika vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbali na kuwa ngome ya kimkakati ya AFC M23, eneo hilo pia ina utajiri mkubwa wa madini ambayo yamekuwa yakitajwa kuwa chanzo kikuu cha mapato katika mzozo huo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, baada ya kurejesha udhibiti wa vijiji muhimu, waasi wa M23 pamoja na vikosi vya Rwanda wameimarisha ulinzi katika njia kuu zinazoelekea maeneo ya migodi ili kuzuia mashambulizi mengine kutoka kwa wazalendo. Wakati huo, hali ya taharuki inaendelea kutawala katika maeneo mengi ya Masisi, huku washirika wa kiraia wakionya juu ya kuongezeka kwa idadi ya wananchi waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo. Baadhi ya viongozi wa kijamii wanaendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kuanzishwa kwa mazungumzo ya amani ili kuzuia kuendelea kwa mateso ya wananchi. Hadi kufikia sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi kamili ya waliouawa au kujeruhiwa katika mashambulizi hayo mapya, lakini hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya katika sehemu mbalimbali za Kivu Kaskazini. Tubaki huko Kivu Kaskazini, ambako taarifa ya habari kutoka eneo la Ruchuru katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya taharuki kubwa imeripotiwa katika kijiji cha Katale kilichopo kwenye barabara kuu ya Goma kuelekea Ruchuru. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, wananchi wa eneo hilo wameingiwa na hofu kubwa baada ya kusikia milipuko ya silaha nzito pamoja na risasi na silaha ndogo kutoka pande wa hifadhi ya taifa karibu na eneo la Rumangabo. Milio hiyo ilianza kusikika tangu majira ya mchana na kuendelea kusababisha hali ya sintofahamu kwa wakazi wa vijiji vya karibu. Mashahidi wa eneo hilo wanasema baadhi ya wananchi wameanza kukimbia makazi yao wakikimbilia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku wengine wakijificha majumbani kutokana na hofu ya kuzuka kwa mapigano makali. Biashara ndogo katika kijiji cha Katale kimeripotiwa kufungwa kwa muda,
huku usafiri kwenye baadhi ya sehemu za barabara ya Goma Ruchuru ikiathirika kutokana na hali hiyo ya wasiwasi. Ingawa hadi sasa chanzo rasmi cha milio ya risasi hiyo haijathibitishwa, baadhi ya taarifa kutoka kwa wakazi zinaeleza kuwa huenda kukawa na mapambano au harakati za kijeshi katika maeneo ya karibu na Rumangabo, eneo ambalo limekuwa likitajwa mara kwa mara katika migogoro ya kivita kati ya jeshi la serikali, makundi ya wazalendo pamoja na waasi wa AFC M23 katika jimbo la Kivu Kaskazini. Rumangabo ni eneo lenye umuhimu mkubwa wa kijeshi kutokana na ukaribu wake na barabara inayounganisha mji wa Goma na maeneo ya Ruchuru. Kwa muda mrefu eneo hilo limekuwa likikumbwa na mvutano wa kiusalama unaosababisha wananchi kuishi katika hofu ya mara kwa mara. Baadhi ya viongozi wa kijamii katika eneo la Katale wamewataka wananchi kubaki waangalifu huku wakisubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za usalama. Wakati huo huo, mashirika ya kiraia yanaendelea kueleza wasiwasi wao juu ya hali ya usalama inayozidi kuzorota katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini. Wananchi wanaoishi kando ya barabara ya Goma Ruchuru wanaeleza kuwa kila mara milio ya silaha inapoanza kusikika ulazimisha kusimamisha shughuli zao za kila siku kutokana na hofu ya kuathiriwa na mapigano. Wengi wao wanaendelea kuomba kurejeshwa kwa amani ili waweze kuendelea na maisha yao ya kawaida. Hadi sasa mamlaka za kijeshi wala serikali ya eneo hilo alijatoa tamko rasmi kuhusu hali inayoendelea katika maeneo ya Katale na Rumangabo. Hata hivyo, hali ya taharuki inaendelea kutawala huku wananchi wakifuatilia kwa karibu mwenendo wa hali ya usalama katika eneo hilo. Turudi huko Kivu Kusini katika eneo la Minembwe ambako watu watatu wanaripotiwa kujeruhiwa kufuatia shambulio la ndege isiyo na rubani maarufu kama drone katika kijiji cha Ilundu. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, shambulio hilo lilitokea katika mazingira ambayo bado hayajaelezwa kwa undani, huku milipuko ikisikika katika baadhi ya maeneo ya kijiji hicho na kusababisha taharuki kubwa kwa wananchi waliokuwa wakiendelea shughuli zao za kawaida. Mashahidi wa tukio hilo wanasema watu walioumia walikimbizwa katika vituo vya afya vilivyopo karibu kwa ajili ya kupewa matibabu, huku baadhi ya familia zikianza kuondoka eneo hilo kutokana na hofu ya mashambulizi mengine. Eneo la Minembwe limekuwa likikumbwa mara kwa mara na hali ya ukosefu wa usalama inayohusishwa na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha katika maeneo ya milimani ya Kivu Kusini. Mashambulizi ya kutumia drone yanaendelea kuongeza hofu miongoni mwa wananchi ambao tayari wameathiriwa kwa muda mrefu na migogoro ya kivita. Baadhi ya viongozi wa kijamii katika eneo hilo wametoa wito kwa mamlaka za usalama kufanya uchunguzi wa haraka kuhusu chanzo cha shambulio hilo na kuhakikisha usalama wa raia unaimarishwa ili kuzuia madhara zaidi. Hadi kufikia sasa hakuna kundi lililojitokeza kuhusishwa rasmi na shambulio hilo, huku hali ya taharuki ikiendelea kuripotiwa katika maeneo ya karibu na Ilundu. Wananchi wa Minembwe wanaendelea kuishi katika mazingira magumu kutokana na hali ya usalama inayozidi kuharibika, huku mashirika ya kiraia yakihimiza juhudi zaidi za kurejesha amani katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Turudi tena huko Kivu Kaskazini katika eneo la Masisi, jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya maisha inaanza kurejea taratibu katika kijiji cha Malemo baada ya mapigano makali yaliyowakutanisha wapiganaji wa Zalendo dhidi ya waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo pamoja na vyanzo vya ndani, wananchi ambao walikimbia makazi yao kutokana na hofu ya mapigano wameanza kurejea polepole katika kijiji hicho, huku wakijaribu kuendelea na maisha yao ya kawaida baada ya siku kadhaa za taharuki na mashambulizi. Mapigano hayo yaliripotiwa kuwa makali yalitokea katika maeneo mbalimbali ya karibu na Malemo, ambako milio ya risasi nzito na nyepesi na ya masafa marefu ilisikika kwa muda mrefu. Wakazi wengi walazimika kukimbia maeneo ya jirani pamoja na misituni wakihofia usalama wao. Baadhi ya wananchi waliorejea katika kijiji hicho wamekuta nyumba zao zikiwa zinaharibiwa, huku shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zikisalia kusimama. Shule, biashara ndogo pamoja na shughuli za kilimo zimeathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na hali hiyo ya mapigano yaliyokuwa yakiendelea kwa siku za hivi karibuni. Wakazi wa Malemo wanaeleza kuwa kurejea kwao kunatokana na kupungua kwa mashambulizi katika eneo hilo, ingawa bado kuna hofu ya kuzuka upya tena kwa mapigano kwa muda wowote. Wengine wanaeleza kuwa wanaishi katika mazingira magumu kutokana na ukosefu wa chakula, huduma za afya pamoja na msaada wa kibinadamu.
Kwa upande mwingine, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa wapiganaji wa Wazalendo walinua mashambulizi dhidi ya nafasi zinazodhibitiwa na AFC M23 katika maeneo ya Masisi kwa lengo la kurejesha baadhi ya vijiji zilizokuwa zikichukuliwa na waasi. Hali hiyo ilisababisha mapambano makali yaliyodumu kwa saa kadhaa kabla ya hali kutulia kwa muda. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo ya Kivu Kaskazini yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazopigana kuheshimu usalama wa raia na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia wananchi waliokuwa kikumbwa na vita. Viongozi wa kijamii wamewataka wakazi kurejea kwa tahadhari huku akifuatilia mwenendo wa usalama katika maeneo hayo. Mapigano kati ya Wazalendo na waasi wa AFC M23 yanaendelea kusababisha hali ya sintofahamu katika sehemu mbalimbali za Masisi na Rutshuru, huku maelfu ya wananchi wakiendelea kuathirika kutokana na machafuko hayo ya mara kwa mara katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi kufikia sasa, hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa katika mapigano hayo ya Malemo, lakini hali ya taharuki inaendelea kutawala katika baadhi ya vijiji vya karibu na eneo hilo. Baada ya kusikiliza taarifa zetu mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendo wa msikilizaji wa mtazamaji, basi acha nikuingie moja kwa moja na habari za kimataifa, na hapo utafahamu mengi yanayoendelea pande zote za dunia. Karibu. Jina langu ni Hamida Abubakar. Serikali ya Uganda imethibitisha visa viwili vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini humo na kufikisha jumla ya watu waliogunduliwa kuwa na ugonjwa huo kufikia watu 7 tangu kisa hicho kugunduliwa siku 10 zilizopita. Waliogunduliwa kuambukizwa Ebola ni wahudumu wa afya nchini Uganda ambao wameajiriwa katika zahanati moja ya kibinafsi mjini Kampala. Wawili hao kwa sasa wanaendelea kupokea matibabu. Maafisa wa afya nchini Uganda wanaendelea na shughuli ya kuwatafuta watu ambao walikutana na wahudumu hao, na wametoa wito kwa raia nchini humo kupiga ripoti mara moja wanapopata dalili zozote za ugonjwa huo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuchelewa kutambuliwa kwa visa vya Ebola kunaifanya jukumu la madaktari kuwa ngumu zaidi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya nchi hiyo imesema kuwa visa vya maambukizi vya ugonjwa wa Ebola vimeripotiwa katika mikoa yote ya mashariki inayokumbwa na mzozo wa vita. Hii ni baada ya WHO kuongeza tathmini ya hatari ya mlipuko wa sasa hadi kiwango cha juu zaidi. Serikali ya Kongo imesema mikoa ya Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kusini tayari imerekodi visa vya maambukizi ya ugonjwa huo. Mjini Goma, mtu mmoja amebainika kuambukizwa kufuatia uchunguzi wa mahabara, lakini utawala wa eneo hilo haujathibitisha rasmi kuwepo kwa maambukizi ya Ebola mkoani Kivu ya Kaskazini. Zaidi ya watu 900 wameambukizwa ugonjwa huo, huku kukiwa na vifo 170 vinavyoshukiwa kusababishwa na Ebola. Utawala katika maeneo hayo umesema ugonjwa huo umesambaa sana kutokana na mikusanyiko ya watu wakati wa mazishi. Hili limejiri baada ya jamaa ya waliofariki kuteketeza hema za muda zilizokuwa zikitumika na vifaa vya hospitali baada ya utawala wa hospitali hiyo kuwazuia kuchukua mwili wa mtu mmoja kwa hofu ya maambukizi zaidi. Losa Dekanat ni mkazi wa mji wa Beni na amesema hali kwa sasa ni mbaya mno. Hali bado kuwa sawa, hali ingali inaendelea kuwa mbovu. Ugonjwa ya Ebola inaendelea kuteketeza watu wanakufa. Najua ya kwamba hakuna vaccine ambayo imeishaonekana kwa saa hii, na ndio shida ingali inakuwa tu nyingi kwa raia. Kuna shida zingine kwa sababu ya watu kutokufahamu vizuri ya kwamba hii ni ugonjwa ambayo inafaa tuheshimu kanuni fulani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani Papa Leo wa 16 ameonya kwamba akili mnemba inasababisha hatari kwa binadamu na haipaswi kutumiwa kutekeleza nguvu na mamlaka mikononi mwa watu wachache. Katika waraka wake wa kwanza, waraka wa kufundisha unaoitwa Magnifica Humanitas, Papa Leo amesema kuongezeka kwa ufanisi sio kisingizio cha kuwanyanyasa watu na kutoa wito zaidi kufanywa ili kupunguza athari za akili mnemba kwa mazingira. Pia alisema teknolojia ya akili mnemba haipaswi kutumiwa kwa madhumuni ya kijeshi, akisema teknolojia lazima isiwe chombo cha silaha.
Rais wa Marekani Donald Trump amekariri kuwa anataka kuwe na makubaliano yenye tija na Iran au kusiwe na mkataba wote. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio naye amesema Marekani haiwezi kusaini mkataba ambao hautakuwa na manufaa. Tulidhani tungepata taarifa fulani jana usiku au labda leo. Hata hivyo, sidhani kama kuna haja ya kutafsiri jambo hilo kwa uzito mkubwa sana. Inachukua muda kidogo kupata mrejesho. Kwa sasa kuna kile ninachoamini kuwa ni pendekezo thabiti mezani kuhusu uwezo wao wa kufungua njia ya bahari na kuhakikisha njia hizo zinakuwa wazi. Kama alivyosema rais, hana haraka ya kufikia makubaliano, hata kubali kufanya makubaliano mabaya. Lakini katika matamshi yake ya hivi karibuni, Rais Trump pia amehusisha wito wake kwa mataifa ya Saudi Arabia, Qatar na mataifa mengine ya Kiarabu pamoja na Pakistan kusaini mkataba ambao utaruhusu mataifa hayo kuhalalisha mahusiano yao na Israel. Awali Rais Trump alisema ni kwa manufaa ya mataifa hayo kuwa ameipa mazungumzo na utawala wa Iran muda zaidi. Lakini maafisa wa serikali ya Iran wamepuuza uwezekano wa kuwepo kwa mkataba wowote katika siku zijazo. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Hamida Abubakar. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, yanasikika kupitia FM. Ukiwa Tanzania tegea sikio kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Radio 5. Nchini Kenya ni Nyote FM, Gulf Radio na Must FM. Ukiwa Uganda yanapatikana kupitia Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paidha. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Aidha yako kwenye tovuti yetu Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni uko nami Karorobi na mwenzangu ni David Linki akiwa Dar es Salaam. Kwema huko? Kwema kabisa Karorobi. Habari za Nairobi? Nashukuru, Nairobi kuko shwari kabisa. Kazi kwako. Safi, asante sana. Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Tunaanzia Uganda ambapo nchi hiyo imethibitisha visa viwili vipya vya Ebola, ikifikisha idadi ya walioathirika nchini humo hadi 7 katika kipindi cha siku 10 zilizopita. Watu hao wawili walioambukizwa ni wahudumu wa afya wa hospitali moja binafsi mjini Kampala. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuchelewa kuripotiwa rasmi kwa mlipuko wa Ebola uliozuka mwezi uliopita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunamaanisha wataalamu sasa wanapambana kudhibiti hali hiyo ambayo imefumuka mno. Zaidi ya watu 200 wamefariki dunia na zaidi ya wengine 900 wameambukizwa virusi hivyo. Zaidi na Victor Kenani. Uganda imethibitisha visa vitatu vipya vya Ebola siku ya Jumamosi, ikiwa ni pamoja na mhudumu wa afya raia wa Uganda na dereva waliokuwa na uhusiano na mgonjwa wa kwanza. Kisa cha tatu kilikuwa cha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyekuwa amesafiri kurejea nyumbani kwao. Wote wako hai. Visa vipya vilivyothibitishwa Uganda siku ya Jumamosi vinafikisha jumla ya visa 5 vilivyothibitishwa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki tangu ugonjwa huo ugunduliwe huko pamoja na DRC Mei 15. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema wafanyikazi wake 3 wa kujitolea wamefariki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi jirani, huku kukiwa na tahadhari kwamba virusi hivyo hatari vinaweza kuenea katika nchi kadhaa zaidi za Afrika. Zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, ikiwa ni pamoja na visa 101 vilivyothibitishwa vimetambuliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku ya Jumamosi, shirika la afya la Umoja wa Afrika lilionya kwamba nchi zaidi barani humo ziko katika hatari ya kuathiriwa na virusi vya Ebola mbali na DRC na Uganda. We have 2 countries affected, 10 countries high risk. Tuna nchi 2 zilizoathirika, nchi 10 ziko katika hatari kubwa, lakini nchi nyingine zote, kwa sababu hazipakani na nchi 2 zilizoathirika, hatuziiti katika hatari kwa sasa. Lakini kutegemea namna mlipuko unavyoendelea, tunaweza kutathmini upya swala hili. Outbreak is moving, we can reconsider this. Jean Kasea, mkuu wa kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika CDC, alitaja Angola, Burundi, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kongo,
Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan Kusini, Tanzania na Zambia. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa baada ya virusi kuenea katika majimbo kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuingia nchi jirani ya Uganda. WHO inasema kuchelewa kugundua ugonjwa huo, kutokuwepo kwa chanjo au tiba maalum dhidi ya virusi, ghasia za silaha zilizoenea na uhamaji mkubwa wa watu vinaifanya Kongo kuwa katika mazingira hatarishi. Mamlaka mashariki mwa Kongo siku ya Ijumaa ziliongeza uchunguzi wa afya katika vituo vya ukaguzi karibu na Bunia, zikilenga wasafiri kutoka mji wa madini wa Mongwalu unaoripotiwa kuwa kitovu cha mlipuko wa Ebola unaohusisha aina adimu ya Bundibugyo. Katika mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, siku ya Ijumaa, uliojumuisha majirani watatu wa Uganda, DRC na Sudan Kusini, pamoja na kituo cha kudhibiti magonjwa Africa CDC, shirika la afya duniani WHO, shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF na CDC Atlanta walipima tathmini ya mwitikio wa kikanda. Wakati wa mkutano huo huko Kampala, DRC, Uganda na Sudan Kusini pia zilipitisha mpango wa vipengele 12 ili kuratibu mwitikio wao dhidi ya mlipuko wa Ebola. Mpango huo unahusisha kuimarishwa kwa ufuatiliaji mipakani, uchunguzi ulioratibiwa katika vituo vya kuingilia, ulinzi bora wa wahudumu wa mstari wa mbele, kupanua uwezo wa maabara, kuboresha usimamizi wa kitabibu na udhibiti wa maambukizi, pamoja na kuhamasisha ufadhili endelevu. Burundi imeongeza ufuatiliaji katika mpaka wao na DRC kufuatia mlipuko huo wa Ebola, ambao kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika na shirika la afya duniani zinasema una hatari kubwa ya kuenea katika nchi jirani. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Ili kufahamu zaidi kuhusu hali ilivyo katika mkoa huo wa Ituri, awali nimezungumza na Losa Dikana, mkazi na kiongozi wa asasi moja ya kiraia jimboni Ituri. Hali bado kuwa sawa, hali ingali inaendelea kuwa mbovu. Ugonjwa ya Ebola inaendelea kuteketeza watu wanakufa. Najua ya kwamba hakuna vaccine ambayo imeishaonekana kwa saa hii, na ndiyo shida ingali inakuwa tu nyingi kwa raia. Kuna shida zingine kwa sababu ya watu kutokufahamu vizuri ya kwamba hii ni ugonjwa ambayo inafaa tuheshimu kanuni fulani, na ile ndio inaomba tukuwe tunafanya sensibilization kwa ngamzi zote, ngambo za serikali, ngambo letu sisi civilian society, kusudi watu wote wafahamu ya kwamba kuna hatari, ni magonjwa ambayo inaweza kuteketeza watu wote tusipofanya angalisho. Umezungumzia hapo kuhusu kutoa hamasisho kwa umma. Hamasisho hilo limetolewa kwa kiasi gani? Kwa sababu tumeona kwa mfano vituo vya afya vikitiwa moto na wakazi wa maeneo kadha wa kadha ya jimbo hilo la Ituri. Kuna wale ambao wanasisitiza wanataka miili ya wapendwa wao waende wazike wenyewe. Kuna wale wanahisi kwa mfano huu ugonjwa umeletwa na watu kutoka mataifa mengine. Ndio, utajua ya kwamba sio watu wote wanao ile mafikiri. Kuna watu fulani hawawezi kukubali ya kama ile ugonjwa ni ugonjwa ya hatari. Wale watu wanapatikana tu katikati ya kwa society, watu wa namna hivyo wako na kazi ambayo inafanyika ni kwa lengo la jeshi, askari jeshi wanakuwa ndani ya ile uhimizaji. Serikali kwa jumla inajiunga na wale wa shirika la kituo cha afya, nao wanaendelesha. Sisi kama civilian society tunaendelea pamoja na kanisa, wa vijana, wa mama, tunaendelea. Hatuwezi kuacha kwa sababu watu wawili watatu waliamua kufanya jeuri, hapana. Maisha yamebadilika kwa kiasi gani kwa wakazi wa Bunia tangu kuzuka kwa mlipuko huu wa hivi karibuni wa Ebola? Watu wameshikwa na uoga, wameshikwa na hofu. Najua ya kwamba ndege haiwezi kutua sasa Bunia. Ile yote inaleta uoga, inapunguza kabisa kazi watu waliweza kufanya jana wakitembea kwa uhuru. Leo imearifiwa kutoka kwa serikali hata kwa kanisa watu wasikue zaidi ya 15, wakuwe wanekaa mbalimbali, watu wanavaa barakoa. Iko hali watu walikwisha sahau, sasa imerudi tena na inaleta hofu.
Jimbo la Ituri kwamba lipo kwenye mzozo wa kukumbwa na uasi kutoka kwa makundi mbalimbali ya wapiganaji, makundi mbalimbali ya waasi, alafu sasa hizi wamepatikana na janga hili la afya, na liko mbali sana na mji mkuu Kinshasa na pale ambapo serikali kuu inapoketi. Changamoto ambazo zinawakabili wakaazi wa Ituri, lakini vile vile pia wa maafisa wa afya ni kama zipi? Ni kweli Ituri iko karibu kilomita 2000 kutoka kwa Kinshasa, lakini sio mbali kabisa kwa sababu government amekwisha kujiandaa. Tuliona minister wa afya naye alikuja Bunia kuonyesha kwamba sio mbali kabisa. Sasa kwa kukomesha ugonjwa isitawanye pahali pote, ndio wameshika masheria fulani, ndege isishuke Bunia kwa sababu inaweza beba mtu anaonekana vizuri, ana afya tele, na kumbe anagonjwa, naweza beba ile ugonjwa anapeleka kwa province zingine, kwa jimbo lingine. Hii ndiyo nafikiri mpango ilikamatiwa kwa kupunguza ile magonjwa isiende mbio, na wakati ile government pamoja na wapatna wanaendelea kupiganisha kusudi wakomeshe ile ugonjwa. Tunaona vile vile shirika mbalimbali wa kituo cha afya na warafiki za nchi ya Kongo wanaendelea kutoa msaada fulani kusudi waweze kuvitanisha ile hali ya ugonjwa, na bado ikiangali, lakini tunajua itafika wakati watu watafahamu wote, itakuwa mzuri. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni leo, zaidi ya watu 220. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji, mtazamaji, kama itakuwa ndio mara kwa kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha una subscribe, una like, na comment, pia una share ili habari zetu ziendelee kuwafikia walio wengi. Vile vile unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea hapo kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako. Na basi acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Ni yana mazungumzo yetu ya kila siku, ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi tunaweza kuaminika, vile vile kwa muda muafaka. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tukutane katika taarifa zetu za habari za jioni, ambapo mtafahamu mengi na utajua nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inavyohusu vita, siasa za vita zinazoendelea DRC kati ya waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda wakipambana na makundi ya wanamgambo wa Zalendo wanaoungwa mkono na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani FARDC. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakutakia siku njema ya Eid kwa Waislamu na watakia pia siku njema.